Bana, mambo vipi mpambanaji? Karibu tena, jina langu naitwa Cisco. Njoo tujuzane kile ambacho tumekuandalia. Niko na Steven Mapunda Garincha. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu no, kampuni ambayo inazalisha na kusambaza kupatikana zile za migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, unajipatia misumari pamoja na usafiri bure kabisa popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Fika kiwandani tukupatie bati nzuri kwa gharama nafuu mno, au piga simu nambari 0715 186672 0715 186672. Njoo tuzungumze naye Steven Mapunda Garincha, lakini kubwa zaidi ni Simba dhidi ya bungi la ligi kuu ya soka Tanzania bara. Steven Mapunda Garincha. Yeah, niko vizuri ndugu yangu. Upo wa kutosha kabisa, unamwagika kabisa. Yeah. Bana, tutazame Steven Mapunda, mchezo ambao unacheza nyakati hizi, Simba mnyama mkali dhidi ya Fountain Gate. Kwako binafsi ni mchezo wa aina gani? Kabla tujatazama vikosi vya timu zote mbili, ni mchezo wa aina gani? Ni mchezo ambao tunategemea kwenda kuona Simba akiwa first team na Fountain Gate akiwa second team, kwa sababu ya aina ya performance walizozionyesha kwa hizi mechi za hivi karibuni, lakini kuanzia pia mwanzoni mwa msimu. Ukiangalia Fountain Gate yupo eneo la hatari zaidi kwenye msimamo wa ligi, anashika nafasi ya 13, yupo katika utepe wa kuweza kucheza playoff au kushuka kabisa daraja. Kwa hiyo tunaenda kuona kwamba anaenda kucheza dhidi ya timu ambayo yenyewe ipo katika hali ya kupambania kuweza kukaa katika top katika top list, lakini pia kuhakikisha kwamba anakwenda kuwa mabingwa mwishoni mwa msimu, kwa sababu amekuwa akipambana na Young African, ni namna ambavyo anaweza akawa juu ya msimamo kama ilivyokuwa kwa mtani wake wa jadi. Yeye ana alama 36. Alama 36 leo zinacheza dhidi ya alama 16 Fountain Gate, ambapo ukiangalia katika viwango vya ufanisi Simba Sports Club katika mechi alizocheza, mechi 17 ambazo alistahili kuwa na alama 51, tafsiri yake ni kwamba yeye amekusanya alama 36, viwango vya ufanisi ni 71%. Lakini pia ukija kuangalia kwa upande wa Fountain Gate, naye pia amecheza michezo 17 kama alivyokuwa amecheza Simba, viwango vya ufanisi ni 31%, kwa sababu amekusanya alama 16 katika alama 51. Kwa hiyo unakwenda kuona kwamba hajakuwa na performance nzuri. Katika alama 51 amekusanya alama 16 Fountain Gate. Lakini upande wa Simba katika alama 51 amekusanya alama 36. Unaona kabisa kwamba huyu yupo katika piki ya kuweza kupambana. Lakini pia mechi hii itakwenda kureflect katika msimu uliopita. Kama unakumbuka bwana Cisco, Lada Kichasambi aliweza kujiweka. Hawa Fountain Gate walikuwa alama ya kuweza kumfanya Simba aweze kulikosa kombe. Alitoa sare ya goli 1-1. Kwa hiyo nafikiri, na pia ilikuwa away game, na ulikuwa nafikiri uwanja huu wa Arusha ambao aliweza kuutumia Fountain Gate. Kwa hiyo unakwenda kuona kwamba ni mechi ambayo ina kumbukumbu mbaya kwa Simba dhidi yao, na ni mechi ambayo ilikuwa imeweka alama ya Simba kukosa ubingwa. Kwa hiyo inawezekana mechi pia na wenyewe pia Simba wasichukulie poa, kwa sababu ukiangalia Fountain Gate last season alicheza playoff ili kuweza kusalia ligi kuu, lakini hiyo haikuweza kumuondoa yeye kumchallenge Simba kwenye kuweza kupata matokeo mazuri kwake ya kupata alama 1. Kwa hiyo hata mechi ya leo pia ambayo inaendelea, Simba anatakiwa awe makini zaidi kwa Fountain Gate, kwa sababu tunaona Simba wanaingia wakiwa wanakosa wachezaji wao muhimu, captain wa timu akiwa hawezi kuwepo kwenye mchezo kwa sababu ya kadi za njano, umeelewa vizuri Yes. Lakini pia Yusuf Kagoma naye pia hawezi kuwepo sehemu ya mchezo. Hawa ni regular starter katika kikosi cha Simba Sports Club, hawatakuwepo kwenye kikosi. Ingawaje imani yangu inaniambia kwamba ili uweze kuchukua ubingwa, huwezi kuchukua ubingwa kwa kutegemea wachezaji 11, lakini wanasema kwamba winning team never change. Kwa hiyo kitu ambacho kinaweza kuingia kwa Simba Sports Club, wanatakiwa waweze kuingia kwa tahadhari ya hali ya juu, umakini uwe wa hali ya juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa ambao leo wanacheza nao ndio wale ambao waliweza kuwafanya Simba kuweza kuangusha ubingwa msimu uliopita na kuweza kuzidiwa alama 4 na Young African kuweza kuwa mabingwa.
Bwana Steven Mapunda Garincha, hapo tuna seria si rafiki na tamani kushuhudia bungi kubwa kweli. Kikosi cha mwalimu Steve Barker ni kipi ambacho unakitamani kwenye nyakati hizi kukiwa ili kwenda kupeperusha vyema bendera ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na kuifikia labda ndoto ile ya mashabiki na wanachama wengi ya kubeba ubingwa msimu huu? Of course ni kwa sababu ya timu ambayo imecheza kwa sasa hivi ya Simba imeweza kupata matokeo ambayo yamekuwa rafiki zaidi kwa upande wake. Ukiangalia moja kwa moja Tanja Kasari namuona akiwa anasalia katika eneo la lango, lakini pia namba 2 anaweza akacheza Duchu badala ya Shomari Kapombe ambaye hawezi kuwepo kwenye mchezo wa leo. Lakini pia namuona Nixon Kibabage, mzee wa kujitutumua ambaye amepata umaarufu mkubwa sana kwa hivi sasa. Lakini pia namuona Rushain Derok, namuona pia na Ture wakiwa wamesimama pale katikati. Namuona Maodo Kante akiwa amekwenda kuweka ulinzi wa kutosha kabisa, lakini Libase Gwae pamoja na Aniseti Ura wakiwa wanaweza kuweka msawazo wa hali ya juu. Lakini pia naona Suleiman Mwalimu akiwa amesimama pale juu akiwa anasaidiana na Ino Luemba ambaye kwa sasa hivi hakuwa anapata sana nafasi ya kuanza kwenye kikosi, na nafikiri kwa sasa kutokana na mabadiliko ambayo yamepatikana pale katikati ya kiwanja kutoka kwa Yusuf Kagoma, namuona kwamba akiwa anakaa pale juu kuweza kusaidia zaidi. Lakini pia Elim Panzo Kubisawala naona pia katika eneo la kutumainiwa kwenye kuleta mabadiliko ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Lakini namba 8 anaweza akacheza Changu, kwa maana ya kwamba akiwa anasaidia eneo la katikati ya kiungo, kwa sababu amekuwa mchezaji ambaye kwa sasa hawezi kutumika katika umbali mrefu zaidi, amekuwa kama playmaker. Kwa hiyo naona akiwa akicheza pale juu ya Maodoka. Kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba huenda kikarejesha furaha kwa wana Msimbazi baada ya wao kutengeneza zile sare ambazo zimewakera kidogo watu wa pale mtaa ile wa Msimbazi Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania. Mapunda Steven, baada ya kutazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, unadhani karata yako unaipeleka wapi? Unaitupa wapi karata? Nani mwenye nafasi kubwa, huyu anajipapatua ile shuke daraja, ama yule ambaye anakimbiza mbio za ubingwa wa soka Tanzania bara? Kwa wale wa kamalia, nafasi kubwa zaidi kwa Simba Sports Club kwenda kupata matokeo kwa leo. Tumeona kwamba kuna 71% kwa 31% za viwango vya ufanisi. Kuna pointi 16 kwa pointi 36. Ukiangalia katika hicho, ukichukua 36 ukitoa 16 unapata difference ya 20 katikati. Kwa hiyo kuna difference ya 20. Lakini pia ukichukua 71 ukitoa 31 unapata difference ya 4. Ukichukua 4 ukigawanya kwa 20 unapata 5. Umeelewa vizuri? Sasa hizi ni hesabu za wale ambao wanataka kuweka ili waweze kupata maokoto. Umeona? Unapata 5 ukigawanya kwa 2 unapata 2.5. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo leo hii ina maana kwamba kwa Simba kuweza kushinda anapewa asilimia 31, kwa maana kwamba anakuwa na odi ya 0.31. Lakini pia kwa upande wa Fountain Gate kuweza kushinda anapewa 51, maana kwamba 0.51. Umeelewa vizuri? Ambao ukija kuangalia hiyo ukija ukiweka katika significant figure, maana yake kwamba anapata odi ya 5.14. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana ukipewa odi ya 5 kwa Fountain Gate dhidi ya odi ya 1.31, maana yake ni kwamba Simba anapewa nafasi finyu zaidi ya kupoteza kuliko Fountain Gate. Kwa hiyo hapo kwa asilimia za ufanisi Simba anaweza kuwa namba 1 kwenda kushinda kuliko Fountain Gate. Lakini pia magoli katika mchezo wa leo ni kuweka magoli 2+, magoli mawili na kwenda. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tumechambuliwa kisomi kweli kweli na Steven Mapunda Garincha, chambuzi hilo la soka Tanzania bara. Umepata kusikia namna ambavyo ametuelezea mambo jinsi yalivyokuwa mpaka hodi zinavyopangwa hapa. Haina janja, mambo yanakwenda mazuri kweli kweli. Nikukumbusha kwamba wakati tunaendelea kushangilia mpira, mvua zinanyesha, TMA kila siku anazungumza
Sasa hakikisha paa yako ama ya jirani yako inakuwa nzuri kweli kweli kwa kupata bati nzuri, sio bati miezi miwili imepauka pau. Hakikisha unatembelea Bati Quality kwa ajili ya kupata kilichokuwa bora zaidi. Bati zetu ni nzuri, zina warranty ya miaka 10, lakini pia hazipauki na tunasusha bei. Kwa shilingi 22,000 tu unapata bati original, tena inakufikia mpaka sebuleni kwako ulipo mikoani, wapi tunazituma. Piga simu nambari 0715 18 66 72, ni 0715 18 66 72. Jina langu naitwa Nicholas John, ukiniita Cisco. Ndio kometisha kweli kweli, nyuma ya kamera yuko mwamba kweli kweli, Buti Damian Mapunda naye Garincha pia. Kwa heri.